Hakika ya uongozi ni zamana, na hakika uongozi umegawika katika makundi tofauti kuelekea kilele cha siku ya wanawake duniani. Ramadhan leo imeweza kufika katika maeneo ya Kizimbani na kuzungumza na wanajamii mbalimbali akiwemo mratibu wa wanawake na watoto. Tupate nafasi ya kumsikiliza naye. Je, mwanamke ana nyadhifa gani katika uongozi, hususan katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na mama, tueleze kidogo, mwanamke ana nafasi gani sasa ya uongozi kuelekea katika siku ya wanawake duniani? Kwa kuelekea siku ya wanawake duniani, mwanamke ana nafasi nyingi tu katika kuongoza. Kama tunavyojua, ukimwelimisha mwanamke mmoja ni sawa na ulioelimisha watu 10 au zaidi ya 10. Mwanamke ni mtu ambaye anaweza kuzungumza na ana ushawishi kiasi fulani. Ana ushawishi wa kuzungumza na watu wengi wa marika tofauti, wa maeneo tofauti, kuzungumza nao na kuweza kuwashawishi kuhusiana na swala lolote lile ambalo litatokea. Lakini kwa upande wa Ramadhani, wanawake wanashajihishana, au mwanamke anaweza kuwashajihisha wanawake wenzake kujiunga na madrasa ili kuweza kuendeleza wanawake wengine kidini. Kama tunavyojua, wanawake ndio walezi majumbani. Kwa hiyo katika mwanamke, kwanza mwanamke mwenyewe anatakiwa awe na elimu na baadaye aweze kuongoza watoto ndani ya nyumba. Mwanamke ikiwa atakuwa na elimu hafifu kidogo, na watoto utawaona wanaanza kutetereka. Lakini akiwa na mwelekeo wa elimu, basi ni vizuri. Na wanawake walio na elimu takriban wale wengi, si aghlabu sana kuharibikiwa kwenye malezi ya watoto wao. Sada, umezungumza kumwelimisha mwanamke mmoja, sasa umeelimisha jamii. Labda pengine kwa upande wa wanawake ambao wapo katika uongozi, swala hili hapa unalizungumzia kuelekea katika siku ya kilele cha wanawake duniani? Kwa upande wa wanawake walio na elimu ama walioelimika, basi katika uongozi wa watoto ni vizuri zaidi watoto wao kuwa na elimu, kwa sababu yuko mstari wa mbele kumwelekeza yule mtoto ama kumshawishi mtoto aweze kusoma ili na yeye awe kama alivyo yeye. Kama tunavyomuona mama yetu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mwanamke, ni mama mwenye uwezo, ni mama anayeweza kusimamia. Wakati wa nyuma wanawake walionekana hawana uwezo, lakini wanawake wana uwezo ambapo utamwezesha mwanamke. Kwa hiyo kwa kupitia siku hii ya wanawake duniani, tunaiomba serikali isisite kuwaongoza wanawake, kuwaboresha zaidi kwa kielimu zaidi, ili waweze kuwa viongozi wazuri na waweze kusimamia masuala yote. Na hapa nipo katika tena shehia ya Kizimbani iliyopo wilaya Wete, mkoa wa Pemba, ambapo nimepata nafasi ya kuweza kukutana na mmoja kati ya mama anayejulikana kwa jina la Faida Hamad Juma. Yeye ni mama wa familia ambaye yeye anasimamia familia. Tumsikie na yeye sasa ni kwa kiasi gani hasa mwanamke anaweza kusimamia familia. Haya, kwa jina naitwa Faida Hamad Juma, ni mlezi na ni mama familia ya watoto 7. Nikiwa kama mlezi, kwanza niseme tu kwamba ulezi wa watoto si wa mtu mmoja, ni wa watu watatu, ambaye kuwa ni mama mlezi pamoja na walimu wa madrasa na walimu wa skuli. Kama mama, mimi na mlezi wangu na mlezi wa familia, kwanza naongoza familia yangu vizuri, nashukuru alhamdulillah rabbil alamin. Na katika kipindi hichi cha Ramadhani na kuwa niko sana karibu na familia yangu, kuifunza na kujua kwamba familia yangu inafanya nini na inaelekea wapi katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Faida, naam, kuelekea kilele cha siku ya wanawake duniani ambacho kwa kinatarajia kufanyika siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 3, ikiwa kama yeye ni mwanamke ana majukumu gani hasa ndani ya familia? Tuna majukumu makubwa sisi wazazi kifamilia. Kwanza kuitii siku hii na kuitunza na kuikubali siku hii ya wanawake duniani, na wanawake wote tuna majukumu, na zaidi ni sisi wanawake wenye majukumu.
Kwa hivyo kwanza tunawapongeza viongozi wetu ambao kwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwamba wametupa kipaumbele wanawake. Tuko vizuri sana na vile vile tuna furaha kubwa mno ya kufika kilele hichi cha siku ya wanawake duniani. Bado tukiwa katika maeneo tofauti ya wilaya ya Wete mkoa wa Kaskazini Pemba, ambapo tumefika katika chuo cha ufundishaji kinachojulikana kwa Faisal Tailoring Vocational Training Center kilichopo wilaya Wete katika kijiji katika mtaa wa Jadida, na hapa nipo na mwalimu mkufunzi ambaye kwa anawasimamia wanafunzi. Tumsikie na yeye ni kwa kiasi gani hasa kuelekea siku ya kilele cha wanawake duniani. Je, mwanamke ana umuhimu gani katika kujifunza? Bi Fatma, kidogo tueleze kidogo nafasi ya mwanamke katika uongozi ikoje, hususan katika masuala mazima ya kujifunza. Ninajenga wanafunzi kuhusu fani zao wanazofanya kama ushoni, uchoraji, piko hina, upambaji maharusi wa kike, ufumaji mashuka. Na kupitia kipindi hichi cha Fungua Ramadhani, licha ya kumsikia mwalimu ambaye anasimamia chuo hichi wakati wa kujifunza, tumpe nafasi sasa na mwanafunzi ambaye anafika kwa ajili ya kujifunza. Je, mwanafunzi ana nyadhifa gani katika masuala ya uongozi, hususa ni katika masuala ya kujifunza? Nina nafasi tofauti katika kujifunza fani mbalimbali ambazo zinatupatia mahitaji yetu maalum, na pia katika jamii kunakuwa na mshikamano. Bado tukiwa katika mtaa wa Kizimbani, ambapo tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wafanya biashara. Je, mwanamke kuelekea kilele cha siku ya wanawake duniani, je, mwanamke ana umuhimu gani katika masuala mazima ya uongozi? Kwa jina naitwa Fatma Hamadi Ali. Kwa mwanamke pia ana umuhimu kwenye biashara, kwa sababu ukizingatia, ukijipangilia kabisa, kila kitu kinawezekana. Sio lazima kila kitu umtegemee mtu, maanake mwenzako pia anakosa, lakini naamini kila kitu kinawezekana, na maana yake tunatakiwa tutambue hilo, tujitahidi, sio kila kitu tumwegemee mtu. Ukiamua unaweza. Labda pengine una kipi hasa cha kuambia wanawake wenzako katika mwendelezo huu ya siku ya wanawake? Wanawake wenzangu, tunatakiwa kujikaza, kupambana ili kuonesha jinsi gani tunaweza. Kilele cha siku ya wanawake duniani Ramadhan leo imeweza kufika katika maeneo ya Kizimbani na kuzungumza na wanajamii mbalimbali kutoka hapa kisiwani Pemba. Ni mimi Maulid Hamisi.